Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nina furaha kubwa sana kuwakaribisha kwenye kipindi cha mafundisho ya neno la Mungu, na ikiwa ni ile topic ambayo nilikuwa nimeianzisha siku mingi tu zimepita pale, lakini nadhani ndio itakuwa sehemu ya mwisho. Topic ya shule ya ndoa na mahusiano. Leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa pili, siku ya Valentine. Nafurahia sana kwa sababu kile ambacho Mungu amenipa kukifundisha kinafaa kwa huu wakati. Kwa hivyo leo nataka tuungane pamoja katika hii sehemu ya mwisho, topic ya shule ya ndoa na mahusiano. Na siku ya leo ningependa nifundishe kuhusiana na ndoa za kuzimu. Ukisoma maandiko yako vizuri, kuna wakati kuna maandiko yanasema kwamba alichounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Kama kuna alichounganisha Mungu, ina maana kwamba kuna kile ambacho shetani anaweza akaunganisha. Kuna watu wawili ambao wanaweza kuingia katika ndoa, lakini ikawa shetani ndiye ameunganisha akiwa na ajenda zake. Na mara nyingi shetani ataunganisha hao wawili akiwa na nia ama na kazi, akiwa anataka kukamilisha kazi zake ambazo ni kuiba, kuharibu na mwishowe kuua. Kwa hivyo ndio sababu nataka niwafunue macho, ili kwamba kama itatokea kwamba utajipata umeingia katika ndoa za kuzimu, ukawa uko na mchumba ambaye anatokea kuzimu, spirit wife ama husband, ama ikuwe ni malaika anakujanga kabisa wa kuzimu katika umbile la mwanadamu, mnakuwa kwenye mahusiano na yeye, ili kama umeingia kwenye mahusiano kama hayo, ukiwa umefundishika kupitia kwa hii topic, nadhani itakuwa ni rahisi sana kujitoa kule. Sasa ndoa ya kuzimu ilianzia kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4. Maandiko yanasema wana wa Mungu wakaona au binti za watu kuwa wanapendeza. Tunapoongelea kuhusiana na wana wa Mungu, tunaongelea kuhusiana na malaika. Maana kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 kule, ama katika Agano la Kale, sisi wanadamu hatukuwa tunaitwa wana wa Mungu, kwa sababu Yesu hakuwa ametuokoa tukafanyika kuwa wana katika ufalme wa Mungu, lakini waliokuwa wana wa Mungu ni malaika. Sasa kwenye kile kitabu cha Mwanzo 6 kuanzia mstari wa 1, maandiko yanasema hao wana wa Mungu ambao ni malaika wakaona binti za watu kuwa wanapendeza. Tunaongelea kuhusiana na malaika ambao walikuwa ni malaika waasi, wale malaika ambao walitaka kuchukua nafasi ya Mungu. Kwenye kile kitabu cha Jude mlango wa 1 na mstari wa 6, malaika walioacha enzi zao. Sasa walipokuja hapa duniani, ama walipotupwa hapa duniani baada ya kuwa wameasi kule mbinguni, maandiko yanasema kwamba wakaona wana wa Mungu kuwa wanapendeza, wakajitwalia wake kwao, wakawaoa. Na hii inatufundisha vitu vingi tu ambavyo nataka nivifundisha hapa. Kitu ya kwanza ni kwamba malaika wanakuanga na uwezo wa kubadilisha umbile, wakaja katika umbile ya mwanadamu kabisa. Anapita, lakini unaona kama ni mwanadamu mwenzako, unaweza ukaongea na yeye, mkaongea katika mambo ya mahusiano, kumbe sio mtu, ni malaika kutoka kuzimu. Malaika anaweza akabadilisha umbile. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Waebrania 13 na mstari wa 2, maandiko yanasema msisahau kuwafadhili wageni, kwa maana wengine waliwakaribisha malaika pasipo kujua. Kumbe unaweza ukamkaribisha malaika wa mbinguni ama wa kuzimu, akawa ni mgeni wako, anasema kwamba nataka unisaidie maji ya kunywa, nataka unisaidie hiki, mgeni tu ambaye mtu hamjui kabisa. Kumbe ni malaika. Na ujue malaika wawe ni wa kuzimu ama wa mbinguni, wanaweza wakabadilisha umbile. Wote wanaweza wakabadilisha umbile. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanaweza wakachukua umbile ya mwanadamu
wakachukua umbile ya kichaka ambacho kinachomeka lakini hakiteketei. Nadhani unajua Musa kwenye kile kitabu cha Kutoka mlango wa 3 pale, Musa amewahi kutokewa na malaika kama kichaka ambacho kinachomeka lakini hakiteketei. Lakini pia ukisoma maandiko yako vizuri ni kwamba maandiko yanasema huwafanya malaika wake kuwa upepo na watumishi wake kuwa mwali wa moto, kwenye kile kitabu cha Zaburi 104 na mstari wa 4. Hapa inatuonyesha kwamba malaika wanaweza wakachukua umbile tofauti, wanaweza kuja katika sura tofauti, wakaja kama upepo. Unaona upepo huu unazunguka, unakuja unaenzua paa ya nyumba yako. Kumbe sio upepo ule umeuzoea, ni malaika wamejibadilisha wakawa upepo. Nataka nikufundishe, nikuonyeshe kwamba malaika wanaweza akaja kama mwanadamu, akaja kama kichaka kinachomeka akiteketei. Malaika wanaweza wakaja hata kama upepo kabisa. Na ndio maana maandiko yanasema msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Pia malaika wanaweza wakabadilisha jinsia. Kiukweli ni kwamba roho hainanga jinsia, lakini roho inaweza ikabadilisha jinsia kulingana na assignment ile ambayo imekuja kufanya kwa mtu. Inaweza ikaja ikabadilisha jinsia ikakuja kama mwanamke ama mwanaume. Haswa ninaongelea kuhusiana na malaika. Wacha tuseme malaika, tusiseme roho, maana roho, spirit lazima ingie ndani ya mtu ndio sasa ichukue jinsia yule mtu. Ndio maana utaona kwenye kile kitabu cha Mwanzo 19 kuanzia mstari wa 4 mpaka 11. Hawa ni malaika wamemtokea mtu anaitwa Lutu. Lutu alikuwa anakaa Sodoma na Gomora. Ile nchi Mungu ako na bifu nayo, anataka kuiangamiza. Sasa Mungu akaamua wacha atume malaika ili aone kama uofu ambao unasemwa kule Sodoma na Gomora uko hivyo. Akatuma malaika na wale malaika wakachukua jinsia ya kike. Sasa wanapofika wale malaika kwa Lutu, maandiko yanasema ya kwamba watu wa Sodoma na Gomora wakawaangalia wale malaika wakawapenda. Lutu anajaribu kuwaambia, niko na mabinti ambao ni mabikira, chukueni hao mabinti wangu, kama ni kuzini mzini nao, lakini niachieni hao wageni ambao wamenitembelea ambao ni malaika. Lakini wale watu wa Sodoma na Gomora wanasema hapana. Lutu, pamoja na kuwa unasema ama unataka tuchukue mabinti zako, lakini wale ambao tunapenda ni hawa malaika, hao ndio nataka tuzini nao. Ina maana wale malaika walikuwa wamekuja kama wanawake ama mabinti ambao wanapendeza sana, hata kuliko watoto wa nani? Wa Lutu. Lakini kilichowasaidia wale malaika ni kwamba waliwapiga wale watu wa Sodoma na Gomora na ufopu. Vinginevyo mahusiano yangetokea kati ya wanadamu ama watu wa Sodoma na Gomora na wale malaika. Kwa hivyo malaika wanaweza wakajibadilisha jinsia, wakaja kama mwanamke. Unaona mwanamke ama binti anapita mrembo tu, lakini kumbe huyu sio mpinti kama vile unajua. Kumbe ni malaika ambaye ametokea kuzimu ama ametokea mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana unafaa kumwomba Mungu ili akufungue macho, maana hao watu ambao naongelea wako huku. Lakini pia malaika ama spirit zinaweza kubadilisha tabia. Ndio maana tunaona kwamba mtu ambaye alikuwa na tabia njema akiingiwa na roho ya hasira ndani yake, ile roho inabadilisha na kuwa mtu mwenye hasira, akufa mtu, kwa sababu spirit zinakuanga na tabia kubadilisha wanaweza kubadilisha tabia ya mtu. Kwa hivyo nimesema vitu vingapi? Vitu kama vitatu, kwamba malaika wanaweza wakabadilisha jinsia, malaika wanaweza wakabadilisha umbile, lakini pia malaika wanaweza wakabadilisha tabia ya mtu, ikitegemea ni malaika wa mbinguni ama malaika wa kuzimu.
Zamani watu walikuwa wamezoea kabisa kutembelewa na malaika na ilikuwa ni kawaida. Kwa mfano wakati wa Yakobo, wakati wa Ibrahimu, wakati wa Musa. Sijui wakati huu ukitembelewa na malaika utachukulia namna gani?